Nchini kwetu tuna mkakati wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia ambao unalenga kuongeza matumizi ya nishati safi na kulinda mazingira. Lengo letu ni kufanya 80% ya jamii ya Kitanzania kutumia nishati safi ifikapo mwaka 2034 ili kulinda misitu yetu. Hivyo nimeikaribisha serikali ya Finland kushirikiana nasi katika kufanikisha mkakati huu unaolenga kuimarisha ustawi wa afya za watu wetu na mazingira yetu. Vile vile tumeikaribisha sekta binafsi ya Finland tushirikiane kuwekeza kwenye kuongeza thamani kwenye madini yanayopatikana nchini ili tuzalishe bidhaa kwa ajili ya masoko ya nje. Pamoja na hayo, kwenye mazungumzo yetu tulieleza dhamira ya kuimarisha uhusiano wetu kwa kuongeza maeneo mengine mapya ya ushirikiano katika sekta muhimu kama vile uchumi wa buluu, nishati na elimu kwa manufaa ya watu wetu. Aidha, kisiasa, Tanzania tuliwasilisha pendekezo la kuanzisha uhusiano wa kibunge ili kuwa na jukwaa la kuzungumzia yanayotokea nchini mwetu. Aidha, tumekubaliana kuhusu umuhimu wa kuendelea na mashauriano ya kidiplomasia na kuratibu ziara za biashara za wadau wa sekta binafsi kati ya nchi zetu ili kukuza zaidi ushirikiano wa kiuchumi. Utalii, biashara na uwekezaji. Katika kukuza kiwango cha biashara na uwekezaji kati ya nchi zetu mbili, na hapa nipongeze sana serikali ya Finland kwa dhamira yake ya kukuza mahusiano ya kibiashara na Afrika. Hata katika ziara yake hii Mheshimiwa Rais ameambatana na wadau wa sekta binafsi ili waweze kuangalia na kutumia fursa za uwekezaji. Kwa muda mrefu Finland imekuwa mbia wetu mkubwa wa maendeleo. Kwa hivyo kadri Tanzania inavyokuwa kiuchumi, ni matamanio yetu kuona wawekezaji kutoka nchi rafiki ya Finland wanashirikiana nasi kuchochea biashara na uchumi baina yetu na ndani ya Afrika. Halikadhalika nimemshirikisha Mheshimiwa Rais Stubb kuhusu nia yetu ya kuongeza idadi ya watalii kutoka Finland wanaotembelea Tanzania. Nimwambia kwamba mwaka jana tulikuwa na watalii karibu 5,067 na robo ya kwanza ya mwaka huu tuna watalii 1,276. Na hivyo kuomba tushirikiane katika kukuza utalii katika nyanja zake tofauti. Kwa upande wa sekta ya elimu, wakati wa mazungumzo yetu nimemshukuru Rais Stubb kwa msaada ambao Finland imekuwa inatoa katika sekta ya elimu, hususan katika eneo la ufundi stadi, mafunzo ya kidigitali na kuwajengea uwezo walimu. Tumeomba kuimarisha ushirikiano katika sekta hii na kuangalia pia njia za ziada za kubadilishana ujuzi na kukuza ushirikiano wa kitaasisi. Pia tulijadili mustakabali wa ushirikiano kupitia taasisi ya Uongozi Institute. Kama mnavyojua ni taasisi inayotoa mafunzo kwa Watanzania kuwajenga kwa viongozi bora, lakini hasa wanawake, kuwajengea uwezo na kuwajenga kwa viongozi bora. Kama mnavyofahamu, Tanzania imekuwa inatoa kipaumbele katika kuwainua wanawake kiuongozi na kiuchumi, ikiwa ni utekelezaji wake wa nafasi yetu kama kinara wa haki za kiuchumi wa jukwaa la usawa wa kijinsia GEF. Kwa upande wa sekta ya tehama, tumekaribisha kuongeza ushirikiano katika kuimarisha elimu ya kidigitali kwa ajili ya vituo atamizi au incubation hubs kwa ajili ya kampuni changa startups, kuimarisha huduma za serikali mtandao na usalama wa mtandao kwa ujumla. Vile vile ni dhamira yetu kuona namna tunavyoweza kushirikiana kukuza matumizi zaidi ya tehama kwenye sekta muhimu za uzalishaji kuendana na mkakati wetu wa uchumi wa kidigiti. Kwa upande wa uhusiano wa kimataifa, mimi na Rais Stubb
tulipata fursa ya kujadili masuala yenye umuhimu kikanda na kimataifa. Nimwambia kwamba Tanzania inathamini juhudi za Finland katika kupigania amani, usalama na utulivu wa kikanda na kimataifa, na tumezungumza kuendelea kushirikiana katika eneo hili pia. Zaidi ya hayo, Tanzania itaendelea kushirikiana na Finland katika Umoja wa Mataifa na majukwaa mengine katika kukabiliana na changamoto zinazoikumba dunia ili kulinda amani, afya, mazingira na ustawi wa uchumi wa watu kwa ujumla. Ndugu waandishi wa habari, ikiwa ni miaka 60 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wetu, majadiliano tuliyofanya leo yameimarisha zaidi uhusiano huu, hasa kwa kupanua wigo wa ushirikiano katika sekta muhimu. Nitumie fursa hii sasa kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Alexander Stubb kwa dhamira thabiti ya kuimarisha uhusiano baina ya Finland na Tanzania. Na wakati wa mazungumzo yetu alituambia kwamba kwa sasa hivi Finland inafanya kazi na nchi mbili tu ndani ya Afrika, nayo ni Ethiopia na sisi Tanzania. Hii ni heshima kubwa kwetu. Tunawashukuru sana. Mheshimiwa Rais Stubb, kwa mara nyingine tena asante sana kwa kukubali kutembelea nchi yetu, na sasa ni kualike uzungumze na hadhara hii. Karibu sana.